Leo nimebisha hodi kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya Tabora, Mheshimiwa Upendo Wela. Ikiwa zimesalia siku 8 kuweza kufika tarehe 29 Oktoba, siku yenyewe ya kupiga kura. Akiwa ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama katika ngazi ya wilaya, je, maandalizi yakoje kuelekea tarehe 29 Oktoba? Tumefanya wazo la kufanya matembezi ya amani. Tumeyaita matembezi ya amani kwa ajili ya kuhamasisha watu kujitokeza kwa ajili ya kupiga kura katika zoezi zima la uchaguzi mkuu ambalo tunatarajia kwamba litafanyika tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Swali lako la msingi umeuliza kwa nini? Kwa nini? Lengo ni hamasa. Yaani lengo kubwa tu ni kuhamasisha watu, kwa sababu kama tunavyojua ni kwamba mara pengine unakuta labda watu wanakuwa tu wana desturi ya kupuuzia tu kwamba anajua hili jambo la uchaguzi watu watapiga kura wengine and then viongozi watapatikana, lakini kumbe anasahau kwamba kila mtu ambaye amejiandikisha, yani kila mtu ambaye ana sifa ya kupiga kura ana wajibu wa kujitokeza kwenda kupiga kura, kutumia haki yake ya msingi ya kidemokrasia, kwa sababu kama ambavyo kauli mbiu inavyosema kwamba kura ni haki yako. Kwa hivyo ni msingi kwamba wajitokeze kwa wingi ili kwenda kushiriki katika zoezi hili muhimu la kupiga kura, na ndio maana sisi tukaamua kwamba ni vizuri tuandae matembezi haya ambayo tutakuwa tunatembea, lakini tukihamasishana, tukikumbushana kwamba tuna wajibu kama Watanzania kujitokeza kama wana Tabora kwenda kupiga kura, kwa sababu kwa mujibu ya Tume Huru ya Taifa ni kwamba hizi yote kwenye eneo letu yamekamilika, yako vizuri. Kwa hiyo sasa kilichobaki ni watu kujitokeza hiyo siku kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Kimsingi tumeyafikia makundi mbalimbali, yani tumehamasisha makundi yote ambayo yapo katika wilaya yetu. Kwa maana hiyo hapa tuna makundi, kwa mfano tunao wafanya biashara, wanaofanya biashara mbalimbali, kwa maana tukizungumzia vijana wa bodaboda, tukizungumzia mamalishe, lakini pia tutakuwa tunafanya mazoezi. Kwa hivyo unaweza kuona ni makundi yote kwa ukubwa wake yote kabisa tumealika, na asilimia kubwa wameitikia kwa watakwenda. Matembezi haya yataanzia katika ofisi ya mkuu wa wilaya, kwa maana ofisi ya mkuu wa wilaya Tabora hapa, ambapo tunatarajia kwamba yataanza kuanzia muda wa saa 1 asubuhi. Saa 1 asubuhi, kwa hiyo watu watakutana hapa kwa ajili ya kuanza matembezi, na yatapita katika barabara zetu za hapo mjini, kwa maana ya polisi kuelekea police station, lakini mtaa wa shule, lakini pia yatapita katika eneo la Tifa Hotel, lakini yatakwenda mpaka stendi mpya, alafu yatakwenda kwenye barabara inaitwa Madaraka, lakini yatakwenda mpaka kwenye roundabout ya Ujiji, alafu yatakwenda mpaka stendi ya zamani, yataingia katika barabara ya Lumumba, na baadaye yatamalizikia katika viwanja vya shule ya sekondari vya Uyui. Pale ndio atakuwa anahitimishwa, na kimsingi atafanyika mazoezi ya viungo kidogo, lakini pia kuna watu watacheza kidogo, wamepanga kucheza mechi pia. Kwa hiyo kutakuwa na mechi kidogo, ndipo ujumbe pale na mwenyewe utatolewa, ujumbe kwa maana ya ile elimu ya mpiga kura, kwa sababu pia tumewaandaa wale wasimamizi kwa maana ya wale wanaohusika na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa ajili ya kuja kutoa elimu ya mpiga kura, ili sasa tunapohamasisha mtu aweze kujua ni sifa zipi anazotakiwa kuwa nazo ili aweze kujitokeza, kwa sababu siku tunaweza tukahamasisha afu kila mtu akajitokeza, lakini kumbe wapo wale wenye sifa, kwa maana lazima awe amejiandikisha, lazima awe na umri zaidi ya miaka 18. Kwa hiyo zile sifa zote za mpiga kura ambazo zinatakiwa, elimu ile itatolewa ili basi kila mtu anapokuja hiyo siku ajue kwamba ni mtu sahihi na ni vitu gani anatakiwa kuwa navyo. Tunafanya ni kuhamasishana, kwa sababu tunachoamini kipindi hiki chote kama unavyojua ni tuko kwenye kipindi cha uchaguzi, na tayari kwa mujibu wa ratiba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni kwamba kuna matukio mbalimbali ambayo yameendelea. Na hapa tulipo sasa hivi tunapozungumza na mpaka hiyo siku tutakapofanya matembezi ni kipindi cha kampeni. Kwa hivyo vyama vya siasa vyenyewe vinaendelea na kampeni zao, kunadi sera zao, kitu ambacho tunaamini makundi mbalimbali yamekuwa yakijitokeza kusikiliza sera za wagombea. Tunachofanya sisi ni kuhimizana, kukumbushana, kwa sababu kama nilivyosema pale mwanzo kwamba kumekuwa na hiyo dhana, kwa maana kwamba watu sangine wao wanapuuzia tu, yani zoezi la kupiga kura mtu anaona watapiga kura, wengine watachagua kiongozi atapatikana, maisha yataendelea, lakini kumbe anasahau kwamba na yeye ana wajibu, ili mradi kama amejiandikisha maana yake ana wajibu wa kujitokeza kwenda kufanya maamuzi, kwa sababu kura moja inaweza ikabadilisha matokeo. Kwamba wewe pengine unatamani kiongozi wa aina fulani, si ndio? Sasa usipokwenda ukategemea kwamba wenzako kuchaguliwa, watachagua kwa mapenzi yao wao, lakini kumbe ukienda na wewe ukapiga ile kura yako moja, utafanya maamuzi sahihi kulingana na yule kiongozi ambaye unamtaka. Kwa hiyo maana tunachosema, tunachofanya sio kwamba hii siku moja peke yake ndio inatumika kwamba labda ndio itakwenda kushawishi wana Tabora, lakini tayari wamekuwa wanapata elimu kupitia kampeni ambazo zimekuwa zinaendelea. Sisi tunachokwenda kufanya ni kukumbushana, kwa sababu tayari
tutakuwa tumebakiza muda mfupi sana kuelekea kwenye zoezi zima la uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ni tarehe 29 na sisi matembezi tunafanya siku ya Jumamosi. Kwa hiyo utaona kama siku kama 3 zitakuwa zimesalia. Kwa hiyo ni kukumbushana, yani ku create ile awareness kwamba sasa tukio limefika na kila mtu wajibu wake kujitokeza aende akashiriki kwenda kupiga kura. Lakini pia unaweza kumbadilisha yule ambaye pengine alikuwa hana nia kabisa, akiona mnapita na akapata ile elimu, unaweza kumgusa pia. Kwa hivyo hilo ndio lengo letu sisi, kwamba kuhamasishana, tujitokeze kwa wingi, tukaweze kutumia haki yetu ya kidemokrasia kupiga kura. Hali ya usalama tumeipanga vizuri, kwa sababu kama ninavyoongea mpaka tumepanga jambo hili kwamba tayari tumeshashirikishana na vyombo vyetu, kwa maana ya kamati ya usalama katika ngazi ya wilaya, na tayari kwa maana ya kamanda wa polisi wa wilaya anayo taarifa na tayari atatoa pia ulinzi katika matembezi haya. Kwa maana hiyo vyombo vya usalama vitakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba matembezi haya yanafanyika katika hali ya amani na utulivu na kuhitimishwa katika hali ya amani na utulivu. Kwa hivyo niwahakikishie kwamba usalama utakuwepo wa kutosha, kwa sababu vyombo vya usalama vipo na vinaendelea na kazi yao ya kuhakikisha kwamba sisi kama raia wa Tabora na Tanzania kwa ujumla tupo salama. Kuhusiana na mambo ya uchaguzi pia, neno langu la mwisho ndio hilo, kama nilivyosema, ni kuendelea kuhamasisha especially vijana. Unajua kuna wengine hapo nyuma nimekuwa nikipitia kwenye platform mbalimbali, wanazungumza namna ambavyo walikuwa na hamasa kipindi hicho kwamba mtu akifikisha umri wa miaka 18, cha kwanza na yeye anachotamani kama umefika kipindi cha kupiga kura, anatamani kwenda kushiriki ile zoezi ili aone kwamba yani linafanyikaje, yani kwamba atumie na yeye haki yake akachague kiongozi, lakini tu anasikia faraja ama fahari kwamba na yeye kuwa miongoni mwa watu walioshiriki katika zoezi la kupiga kura. Sasa kwa vijana sasa hivi pengine inawezekana isiwe hivyo kulingana na teknolojia na masuala mazima ya utandawazi na vitu kama hivyo, lakini tuwahamasishe kwa sababu tayari elimu wameshaipata kupitia maeneo mbalimbali, wameshasikiliza kampeni za wagombea mbalimbali. Kwa sasa ni vizuri kwenda kufanya finishing, kwa maana kumalizia. Kwa hiyo kijana yeyote wa Tabora, lakini mwanamama, baba, mzee, kila rika ni kujitokeza kwa wingi kwenda kushiriki kupiga kura, kwa sababu kupiga kura ni haki yako, ili ukatimize haki yako ya kidemokrasia kwa mujibu wa katiba yetu ya taifa la Tanzania.